watu wote kwa ajili ya kuendelea kujifunza kupitia ile tarumbeta kubwa la siku ya mwisho limekwisha kupigwa. Kwa maana hiyo ni uelewa, ni kueleweshwa tu, kwa sababu tayari ni majira ya kugeuka, ni majira ya kujifunza, ni majira ya kujitambua na kujisimamia. Kwa hiyo sasa, kabla ya yote, tumshukuru kwanza yeye aliyetuumba kwa imani yako ulionayo wewe, mtumishi, wewe mweupe, mweusi, kiongozi mweusi na mweupe na mwekundu, kwa taifa lolote. Basi tumshukuru Baba mwema mzuri. Tuko tayari tena wakati huu wa majira yako ambao tayari umekwisha kuinua kwa utimilifu. Yote ambayo yatatumika mahali hapa utafundisha mwenyewe, utatimiza mwenyewe, kwa sababu tayari kila kitu kiko wazi na wote kwa ajili ya kukuelewa, kukufahamu na kuishi maisha ambayo kwa uhalisia ni haki yako mwenyewe juu ya nchi kwa uaminifu na uzuri wako wote imetokea. Karibu tena, nguvu ya marafiki wa kweli, weupe, weusi, wekundu, viongozi wote, walika zote, kwa sababu siku ya mwisho haina ubaguzi. Siku ya mwisho haina imani. Siku ya mwisho haina dini. Siku ya mwisho haina nguvu ya kwamba mimi ni wa fulani. Hii ni ya yote, ni wa wote, ni wa vyote, mweupe, mweusi. Kwa hiyo karibu tena kwenye kipindi, kwenye nguvu ya TV hii ambayo ni ya Kweli Yote TV. Leo kwa furaha kubwa kabisa na nafasi ya pekee tuliyopewa na yeye kwa ajili ya kufundishwa na yeye, tunajifunza na tunapokea kabisa. Leo rasmi sasa uumbaji unapokea yale ambayo anatakiwa ayaachilie yeye. Kwa hiyo leo mimi na wewe, mweupe, mweusi, wa rangi zote na uumbaji wote, tunavuliwa miaka fotokopi na maisha fotokopi. Kwa hiyo mimi na wewe na wa rangi zote na uumbaji wake wote unavuliwa ile miaka fotokopi na maisha yale fotokopi. Kwa nini na ina maana gani? Ukisoma kwenye Hosea 13:14 anasema ikifika wakati huo atatukomboa na nguvu ya kaburi na nguvu ya kuzimu. Nini maana ya kuzimu? Nini maana ya kaburi? Tunaenda kusoma kwenye Isaya 28 ile 14 ya kwamba uumbaji wote huu unaouona haukuwahi kujua kwamba vazi kubwa tulilokuwa nalo ni lile la mauti na kuzimu. Mauti na kuzimu. Nasoma kwa furaha. Basi sikieni kweli hii, enyi watu wenye wote juu ya nchi, na watawala watu wangu walio ndani ya uumbaji huu, kwa sababu mmesema, tumefanya agano na mauti, tumepatana na kuzimu. Pigo lifurikalo litakapopita halitatufikia sisi, kwa maana tumefanya maneno ya uongo kuwa kimbilio, tumejificha chini ya maneno yasiyo kweli. Kwa ajili ya hiyo, yeye Kweli Yote ambaye ndiye muumba asema hivi, tazama naweka jiwe ambalo sasa ni la Kweli Yote, la Danieli 2:44, liwe msingi, jiwe lililojaribiwa, jiwe ambalo ni la katikati lenye thamani, na msingi ule ulio imara. Yeye aaminie hatatayarika na wala hatakuwa na haraka. Nami nitafanya hukumu kuwa ndiyo kanuni, na haki kuwa ndiyo timazi, na mvua ya mawe itachukulia mbali hilo kimbilio la maneno ya uongo, na maji yatapagarikisha mahali pa kujistiri, na agano lenu mliloagana na mauti litabatilika, tena mapatano yenu mliyopatana na kuzimu hayatasimama. Pigo lifurikalo litapita jioni, litapita nguvu ya usiku ambayo ni nuru, litapita asubuhi, litapita tena mchana. Ina maana lile fundisho kila mmoja kuelewa na kila mmoja kuvuka. Kwa hiyo kuzimu
na mauti ilifunika uumbaji wote. Kwa hiyo kuzimu na mauti ni uongo. Kwa lile vazi kubwa la mimi na wewe ni kuvuliwa na uumbaji, ile miaka photocopy. Kwa nini tuseme miaka photocopy? Na maisha ndiyo yanaanzia hapa, kwa sababu amesema mtaifahamu kweli na hiyo kweli mtawaacha huru. Sio katika miujiza, sio katika ishara, na sio katika chochote. Na amesema akija atayafanya haya yote. Ndio maana sasa anafanya sasa hivi. Kwa hiyo pale ulipo wewe tu ni kujiweka vizuri, kusikia, kufuata, kusoma mistari hiyo ambayo inasomeka na kila kitu. Halafu na wewe unashukuru, kwa sababu sio rahisi kupata nafasi hii ya kufundishwa nini maana ya siku ya mwisho na utendaji wake, na kila kitu kimeshakutokea. Kwanza taifa ni sifa kubwa na uumbaji ni sifa kubwa, kukumbukwa. Watu wote wanasema siku imefika, saa yoyote ataingia. Hawajui tayari ameshaingia, yuko akihubiri sasa kwenye nguvu ya wewe umepata nafasi kwa ajili ya kusikia. Kwa hiyo hii sasa mauti na kuzimu ndio lilikuwa vazi. Kwa hiyo tunaona leo, ina maana tunavuliwa ile miaka photocopy yetu. Kwa hiyo na nchi na uumbaji unavuliwa photocopy juu ya nchi. Kwanza kabisa tutaanza na ile Mwanzo 2:15. Yeye alisema kwamba kwa uhalisia tulime na kutunza, ndio jambo kubwa lilompa Adam juu ya nchi. Kwa hiyo maisha hayakutakiwa kuwa mbinguni, maisha yalikuwa ni hapa hapa juu ya nchi. Na sasa amekuja atufundishe kabisa kabisa kwamba hakuna mbinguni, mbinguni haipo. Mwanzo 2 ule mstari wa 15, yeye kweli yote ambaye ni muumba akamtoa huyo mtu akamweka katika bustani ya Eden ailime na kuitunza. Hiyo ndio ilikuwa ni maisha. Ndio maana tunasema ukifahamu kweli, basi maisha yanakuwa halisi. Kwa hiyo tunaona sasa maisha juu ya nchi ndio kipaumbele kwa sisi sote, kwa ajili ya kazi zote ambazo zilikuwa zinatakiwa tuzifanye. Lakini sasa kwa sababu mazingira hayakuruhusu, tukawa tunafundishwa mambo mengi ya mbinguni. Kwa hiyo maisha mengi tuliyokuwa tunafundishwa ni ya unabii, lakini kwa uhalisia maisha yalikuwa yanatakiwa yawe juu ya nchi. Ukisoma kwenye Luka 17:20 anasema, akiulizwa huyo kweli kwa levo ya Yesu, akiulizwa kwa levo ya Yesu, na alipoulizwa na Mafarisayo, ufalme wa Mungu utakuja lini? Aliwajibu akamwambia, ufalme wa Mungu hauji kwa kuchunguza, wala watasema tazama huku au kule, kwa maana tazama ufalme wa Mungu umo ndani yenu. Kwa hiyo ufalme ulikuwa ndani yetu, lakini kwa sababu tulikuwa mbali na tulikuwa tunaishi kiunabii, ina maana ilikuwa sio rahisi sisi kujua tulichokuwa tumepewa, kwa sababu wakati wa Mwanzo 2 ile 23 mpaka 25, wakati tunamwacha baba, tunamwacha mama, kile kilichoondoka kwetu na kupewa uchi ni ile akili kuwa uchi, sikio kuwa uchi, jicho kuwa uchi. Ina maana ule muonekano tuliokuwa tunatakiwa kuelewa, hii ni kweli, haya ndio yaliyokuwa yanatakiwa. Kwa hiyo tukaondolewa, ikawa kwenye nguvu ya miaka 900 karibia na 30 tutabaki utumwani mpaka ile miaka 70 itakapotimia, ambayo itaungana sasa kupitia ile Yeremia 29 ile 10, kwamba baada ya miaka ile 70 yeye atakuja kuyatimiza. Kwa hiyo yale maisha ya kuwa na macho lakini hatuoni ndio yalikuwa maisha yetu. Sikio, una sikio lakini usikii, una akili, una moyo, lakini yote hivyo vinakuwa vimepumbaa. Ndio Bwana akasema wakati ukifika, basi nitawarudisha mahali penu ambapo yeye alikuwa ametuandalia kwa ajili ya kuturejeshea sasa ile miaka iliyoliwa na nzige, palale
madumadu, ile Yoeli 2 ule mstari wa 23. Usishangae kwa sababu yeye amekuja kivingine. Naikwambia atakuja kama mwizi. Kwa hiyo atakuwa hana kitu huyo, lakini atakuwa na ufahamu wa kuelezea watu wote. Kwa hiyo baada ya hapo, hivyo vitu ndio vinaanza kutokea, kwa sababu hata unakumbuka Yesu alizaliwa kwenye holi la ng'ombe. Kwa hiyo ile kweli yake inatokea mahali ambapo hakuna anayeamini, lakini ndio yenyewe. Kwa hiyo wewe rafiki yangu unayesikia, kiongozi, wewe baba, wewe mama, wewe dada, mweupe, mweusi, kwa hiyo ili ni kusudi lake yeye. Yoeli 2 ile mstari wa 23. Nami nitawarudishia hiyo miaka iliyoliwa 25. Ile Yoeli 2 ule mstari wa 25. Nami nitawarudishia hiyo miaka iliyoliwa na nzige na parare na madumadu na tunutu, jeshi langu lote kwa lile nililokuwa nimelituma, nanyi mtakula chakula tele na kushiba. Kwa hiyo ukisharejeshwa sasa, leo tukisharudishiwa uumbaji, ukarudishiwa ile miaka yake sawa sawa, na mimi nikarudishiwa miaka yangu sawa sawa, na wewe ukarudishiwa miaka yako ile vizuri, basi ina maana yale mamizigo ndani yako yanaondolewa. Kwa hiyo yanafutika, ni wewe tu kutamka kwamba kweli yote ndio umefika, basi niponye, basi nitoe, basi nifungue, basi na yeye kweli yote anakufungua pale ulipo. Kwa hiyo sasa miaka hii inakuwaje iondolewe, na wewe utajuaje imetoka? Kwanza kabisa lazima ujue kwamba mwaka wa kweli ni upi kati ya mwaka wenye miezi 12 na mwaka ambao sasa ni wa miezi 9. Hapa ndio kuna fotokopi hapa, kati ya hapa na hapa, kwa sababu hii majira unayoiona haijawahi kuonekana, ila sasa ndio ipo. Kwa hiyo mwaka wa kweli una siku 28. Mwaka wetu sote, weupe, weusi, wekundu, wakubwa kwa wadogo, mwaka unaoweza kuzaa unakuwa na miezi 9. Mwaka wenye miezi 12, hiyo ilikuwa Yerusalemu ya kwanza, iliyokuwa ni maisha ya nje ambayo alitupa sisi tukiwa kwenye nguvu ya rehema, tukiwa kwenye nguvu ya neema, ikiwa kwenye Ufunuo ile 21 ule mstari wa 10 mpaka wa 22. Tasoma kwa nafasi, alafu wewe utaenda kusoma yote. Akanichukua katika roho mpaka mlima mkubwa mrefu, akaninywesha ule mji mtakatifu Yerusalemu, ukishuka kutoka mbinguni, wenye utukufu wa yeye aliyetumba. Ulikuwa ni mfano wa kito chenye thamani nyingi, kama kito cha yaspi na bilauri. Ulikuwa na ukuta mkubwa mrefu wenye milango 12, na katika ile milango malaika 12, na majina yameandikwa ambayo ni majina ya kabila 12. Na upande wa mashariki lango lilikuwa ni milango mitatu mpaka, na ukuta wa mji ule ulikuwa na misingi 12, na katika ile misingi ni majina 12 ya wale mitume 12. Hii ndio ilikuwa Yerusalemu ya kwanza, na kila mmoja alikuwa anaona yuko sawa kwenye kuzaliwa hapo, lakini huo msingi alisema utazingirwa na utafutwa wakati wake wa siku ya utimilifu, kwa sababu uligeuzwa kuwa ibada ya jua, ibada ya mwezi kwa watu juu ya nchi. Tunaona hapa kwenye nguvu
ya Luka 21 ule mstari wa 20, lakini hapo mtakapoona mji wa Yerusalemu umezungukwa na majeshi, ndipo jueni ya kwamba uharibifu wake umefika. Unafika kwa sababu kuna Luka 22 ule mstari wa 30, mpate kula na kunywa mezani pangu katika ufalme wangu na kuketi katika viti vya enzi mkiwahukumu kabila 12. Ina maana ndiyo Yerusalemu. Kwa nini inahukumiwa kabila 12? Kwa sababu imegeuka kuwa ibada ya jua. Watu kuabudu jua, kumwacha yeye. Yeremia 33 ule mstari wa 20, na yeye ambaye ni kweli yote aseme hivi, mkiweza kulivunja agano langu la mchana na usiku lisiwepo tena, mchana usiwe na wakati wake, ndipo agano langu nilofanya na Daudi na Yakobo laweza kuvunjika. Ukisoma mpaka mstari wa 26, hapo ndipo utapaona kila kitu kiko wazi. Kwa hiyo anasema hivyo kwa sababu tayari uumbaji uligeuzwa ukawa uumbaji wa ibada za jua na mwezi. Ndio maana sasa Yerusalemu hii ambayo tulikuwa huku sisi tunaona ndio mwaka ambao tayari uliokuwa unatubeba kama nguvu ya siku ya kuzaliwa na siku ya kufa, lakini mwaka wa miezi 9 haujawahi kuonekana. Hii ilikuwa ni kama miezi, wakati yeye Baba anasema hii ni majira ya kabla sijakuumba. Ulikuwa na macho, ulikuwa na masikio, ulikuwa na vipawa, ulikuwa ni kalama, ulikuwa na umekamilika. Neno mwaka ina maana ni kitu kilichokamilika. Wakati tunaingia ndani ya tumbo la mama hapa, ina maana wakati anaachana Adam na baba na mama, ina maana ule mfumo wa kuanzia tumboni kuhesabiwa uliisha. Kwa hiyo tulikuwa tunahesabiwa nje. Kwa hiyo tunaona sasa mwaka wetu sisi wote kupokea amani, kupokea kweli, kupokea uponyaji wa moyo na kupata ule ufahamu wa kweli, kujua yote tukiwa kwenye utimilifu. Ulikuwa hatujafahamu, lakini sasa utaelewa kwamba kwa sababu siku ya mwisho tayari ina maana ya ile miaka 930 ile Mwanzo 5:5 na Yeremia 29 ule mstari wa 10 mpaka 14 inatamka kuna miaka 930 na miaka 70 ile ya utumwa. Ukijumlisha unapata miaka 1000. Miaka 1000 kwetu kwa Baba ni siku moja, maana miaka 1000 machoni petu kwa Baba ni siku moja. Kwa hiyo hii siku moja haikuambiwa ni siku, kwa sababu alificha, hakusema ndio siku ya mwisho. Ndio maana ukienda tukifungua pale kwenye Ufunuo, miaka 1000 itakapotimia ndio kila kitu kitakuwa sawa. Kwa sasa ina maana yule mwana wa damu ambaye anakuja kutufundisha akiwa tayari na moyo ambao Baba ndio anafundisha kwa uhalisia, yeye kwa muonekano huu anatufundisha siku ya mwisho. Ina maana ndio anaondoa ile miaka photocopy, yale maisha photocopy, kwa kuyaonyesha hapa. Kwa hiyo sasa yanaondokaje hayo maisha na mwaka ambayo ni photocopy? Leo jua, kwanza kabisa ujue kwamba wiki moja ina siku 7, mwezi una wiki 4. Hapo ndipo pa kuanzia, kwa sababu hakuna zaidi ya siku 7 juu ya nchi. Ukiona kuna kalenda kama tuliokuwa tunaonyeshwa ile ya mwaka wenye miezi 12 31, ina maana hiyo ni kopi. Yale maisha yetu tuliokuwa tumekusudiwa yana siku 7, yana wiki 4, ina maana ni siku 28. Hakuna zaidi ya siku 28 na hakuna zaidi ya wiki 4.
Kwa nini? Utaona hii Ayubu 24. Mbona wakati usiwekwe na yeye aliyetuumba, ambaye ni kweli yote, na hao mjuao, mbona hawazioni siku zake? Wako waziondoao alama za mipaka na kuyachukua makundi kwa jeuri. Kwa hiyo tunaona kumbe alama za maisha tuliokusudiwa na yeye yalihamishwa kutokana na mfumo uliokuwa tayari wameibiwa Hawa, kwa sababu Adam na Hawa walichoibiwa ni ule mti wa uzima. Ule mti wa uzima ina maana ni ule mfumo wa majira ya kuzaa, ule wa Mwanzo 3:20 akasema wewe ndiye mama wa wote wenye uhai. Kwa hiyo aliimbiwa neno mwaka ndani yake uliobeba siku moja. Nasoma hapa, Adamu akamwita mkewe Hawa jina lake Hawa, kwa kuwa yeye ndiye aliye mama wa wote wenye uhai. Huu ndio mti wa uzima, ndio uliokuwa unabeba mfumo wa kuzaa, kuongezeka, kuzidishwa. Ndio maana akasema hata kwenye Ufunuo 22:18, yoyote atakayeongeza au kupunguza yale ambayo yalikuwa yameandikwa humu, basi ataongezewa mapigo. Kwa hiyo ndio maana tumeonekana tuko na hatia juu ya nchi, weupe weusi, tukiwa na hatia na hatujui mahali pa kupitia. Kwa nasoma hapa Ufunuo 22 ule mstari wa 18, namshuhudia kila mtu asikiaye maneno ya unabii wa kitabu hiki, mtu yeyote akiyaongeza, Mungu atamwongezea hayo mapigo yaliyoandikwa katika kitabu hiki. Na yeyote atakayetoa, na mtu yeyote akiondoa lolote katika maneno ya unabii wa kitabu hiki, yeye kweli yote atamwondolea sehemu yake katika ule mti wa uzima na katika ule mji wa yeye mwenyewe. Kwa hiyo yale maisha tuliyokusudiwa. Kwa hiyo yanasababisha sana na majira. Nini maana ya majira? Nini maana ya kalenda? Kalenda ndiyo chombo cha kubebea kila kitu, yaani tulichoibiwa juu ya nchi na kunyang'anywa ni ule mfumo wa kubebea vitu, kwa sababu chombo chochote, appointment yoyote, kazi yoyote inategemeana sana wakati. Sasa wakati uliondoka, kwa sababu kila kitu ni roho, kilikuwa ni roho. Kwa hiyo hata mfumo wa siku 7 ni roho, siku 28 ni roho, kwa lugha ambayo unaweza kuielewa. Hii iko kwenye Zaburi 119 ule mstari wa 91. Kwa hukumu zako vimesimama imara hata leo, maana vitu vyote ni watumishi wako. Kwa hiyo walipojua kwamba jua linaweza kutenda kazi, mwezi, nchi, madini, kila kitu, ina maana wakajua ni chombo gani kinabeba Adamu. Ina maana wakajua ni mfumo unaozaa. Kwa hiyo aliponyang'anywa Adamu na Hawa mfumo wa kuanzia maisha tumboni, ina maana tayari alienda utumwani. Kwa hiyo hapa sasa ndio upungufu wa maisha tuliokuwa tayari tunaishi. Kwa hiyo leo utambue kwamba unatoka kwenye siku zile 29, 20, 30, 31, kwa sababu ndio roho ndani yake zipo. Kwa hiyo ujue kabisa wiki moja ina siku 7, mwezi una siku 28. Hakuna zaidi ya hapo. Kwa hiyo ukiongeza, basi ndio maana kwa tunapata mapigo. Kwa hiyo tunaona sasa, kwa hiyo mwaka tunauona una miezi 9.
Kwa hiyo ni siku 28 sasa na mara miezi 9. Hapo ndipo napata uumbaji wa mtawala juu ya nchi. Kwa hiyo tunaona leo kwenye Luka 1:26. Luka 1:26. Nasoma, mwezi wa 6 malaika Gabrieli alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya, jina lake Nazareti, kwa mwanamwali aliyekuwa ameposwa na mtu jina lake Yusufu, wa mbari ya Daudi, na jina la bikira huyo ni Mariamu. Akaingia nyumbani kwake, akasema, salamu uliyepewa neema, Bwana yu pamoja naye. Naye akafadhaika sana kwa ajili ya maneno yake, akawaza moyoni, salamu hii ni ya namna gani? Malaika akamwambia, usiogope Mariamu, kwa maana umepata neema kwa Mungu. Tazama, utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume, na jina lake utamwita Yesu. Huyo atakuwa mkuu, ataitwa mwana wa Aliye Juu. Ina maana atatumia ile majira yake ya 28 miezi 9. Na yeye kweli yote atampa kiti cha enzi cha Daudi babake, atamiliki nyumba yake hata umilele, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Kwa hiyo ni kuanzia kwa baba kuja tumboni aje na huku, kama unavyoiona hiyo majira hapo, kwamba inaanzia Yeremia 1:5. Ina maana kabla hujaingia tumboni baba alikujua. Wakati unaingia tumboni tayari unaanza kuhesabiwa ndani ya tumbo la mama, kwamba ndio siku ya kwanza na mpaka miezi 9. Ina maana unapotoka unatoka na huo mfumo. Ndio maana unauona hapa, unauona hapa kwamba Isaya 66:9 kwamba je, nilete watoto karibu na kuzaliwa nisizalishe? Kwa hiyo hapa ndio ilikuwa kuzalisha. Na Kutoka 23:26 hamtakuwa na kuharibu mimba wala mtoto aliye pungufu ya majira. Kwa hiyo tuliambiwa mfumo ule wa kweli, tukisoma Kutoka ili niwe na hakika na wewe upate hakika zaidi. Hapatakuwa na mwenye kuharibu mimba wala aliyetasa katika nchi yako, na hesabu ya siku zako nitazitimiza. Kwa sababu sasa kwa hapa hakuna siku zinavyotimia. Kwa hiyo hapa tulikuwa tumefungwa ile miezi 9 ya hapa, kwa sababu mwaka unatakiwa uanzie ndani. Kwa hiyo hapa kilikuwa ni miezi 9. Kwa hiyo mwaka ukawa unaanzia nje na una siku 31. Ina maana wote sasa hapa tukawa miaka imepotelea, kwa sababu hatuna utimilifu. Tuna miezi 9 ambayo ndio ya creation ya Mwanzo 3:20. Ndio maana hata Mariamu, ndio maana unaona akaanza kupewa mpaka ibada, kwa sababu tayari alikuwa anaonekana ndiye mwenye kubeba mamlaka. Kwa hiyo hii nguvu ya mahali hapa tukawa imefichwa, kwa hiyo tukawa tunahesabiwa huku. Kwa hiyo sasa fotokopi yetu ya maisha ambayo tunaisoma hata leo, mimi na wewe, leo mwaka una miezi 9, unaanzia ndani unakwenda nje, kwamba ni mwaka na mwezi mmoja, mwaka na mwezi wa pili, mwaka na mwezi wa tatu, mpaka miezi 9. Ikifika tena ni mwaka wa pili. Ina maana ni ile miezi 18 ni miaka miwili kwa yeye mwenyewe, ambaye katika majira yake sasa ya mwaka timilifu, kwamba usianzie nje, kwa sababu mtoto wa kuzaliwa anakuwa yuko na kila kitu, yuko na macho, yuko na masikio, yuko na kucha na kila kitu. Kwa hiyo hawezi akahesabiwa hapa. Kwa hiyo hapa walikuwa wanatuibia ile majira, mwaka tuliokuwa tunatakiwa tunayo. Kwa hiyo hapa walikuwa wanatuongezea huo mfumo. Kwa hiyo ukiangalia sasa
miezi 9 na miezi 12. Hapa kuna excess ya miezi mitatu. Hapa tunaongelea miezi tu, hatujaongelea ile siku tatu za kila mwezi, kwa sababu mwezi tunaona hapa chini una siku 31, na kama una siku 31 ina maana huyu ana siku 28. Huyu ana siku 28. Sasa kama ana siku 28 ina maana hapa kuna zaidi ya siku tatu, na kwenye miezi 9 na mwaka wenye miezi 12 ina maana kuna miezi mitatu. Ina maana kwa mwaka hapa kuna extra ya miezi mitatu hapa. Kwa hiyo hapa ile kwenye mwaka mzima ina maana kuna siku 30. Kwa hiyo tunaona sasa kwamba kwenye nguvu ya mwaka wenye miezi 9 hapo ukianza kuhesabu ukatoa hapo unakuwa na excess miezi mitatu kwa kila mwaka. Kwa kila mwaka umeongezewa miezi mitatu. Piga mahesabu sasa. Kwa mwaka miezi minne. Sasa je, kwa miaka 10 ni miezi mingapi umeongezewa? Kwa hiyo itakuwa ni miaka mitatu kwa miaka 10. Kwa hiyo kama una miaka 20 itakuwa imeongezewa miaka 8. Kama una miaka 30 kwa huku kwenye mwaka kwenye miezi 12, ina maana utakuwa umeongezewa miaka 12 ukiwa na miaka 30. Miaka 40 utakuwa umeongezewa miaka 16. Miaka 50 utakuwa umeongezewa miaka ile 16, utakuwa unaongezewa miaka 20. Ukiwa na miaka 60 ina maana kuna extra ya miaka 24. Kwa hiyo kila mmoja juu ya nchi ina maana haishi ile kweli yake ya maisha. Ndio maana unaona ukifika tu miaka michache tu unakuwa kama umezeeka, kwa sababu akili imebebeshwa mizigo. Naye Baba alisema yeyote atakayeongeza ataongezewa mapigo. Nasoma hapa Ayubu 24 alafu nitaenda kusoma kwenye ile Ufunuo 22. Mbona wakati usiwekwe na yeye, na hao wamjuao mbona hawazioni siku zake? Wapo waziondoao alama za mipaka. Ina maana wameondoa bordering hapa ili tusiweze, kwa sababu utimilifu wake wa siku ya mwisho ni siku moja. Ina maana ni miaka 1000. Miaka 1000 ina maana ni siku moja. Ina maana huyu anakuwa na siku moja. Ina maana anaanzia ndani ya tumbo anakwenda nje, sio anaanzia nje. Kwa hiyo uumbaji wote wa sisi sote tumeibiwa ule uumbaji wetu na miaka imeongezwa. Kwa hiyo leo sasa utambue kwamba kama una miaka 10 basi wewe una miaka 6. Kama una miaka 20 ina maana tayari ina maana una miaka 12. Kama una miaka 30 ina maana una miaka ile 16. Na kama una miaka 40 ina maana tayari una utimilifu kabisa ambao wa yeye mwenyewe kwa ajili ya kila mwaka. Miaka 10 unatoa miaka 4, miaka 10 miaka 4, miaka 10 miaka 4, miaka 10 ina maana 16. Ina maana unakuwa na 24. Kwa hiyo ukiwa na miaka 40 wewe inabidi utoe miaka 16 ambayo ni extra iliyoingizwa kwenye maisha yetu. Kwa hiyo leo uumbaji sasa, na sisi sote na mimi tumetolewa kwenye mfumo uliokuwa wa photocopy. Haya ndiyo maisha ya photocopy. Original ni hii. Original inaanzia kwa Baba. Una vipawa, kalama, talanta, viwekezo mema na mazuri. Mwaka tumboni unaingia na hivyo vipawa, kalama, viwekezo, akili nzuri. Ndio maana Luka 1:26 mpaka 33 huyo alikuwa ni majira ya Bwana Yesu, kwa sababu majira ya Bwana Yesu inaanzia mwezi wa 6, ile Luka 1:26. Kwa hiyo mpaka mwezi wa 2 ndio unapata hiyo majira inayoitwa majira ya
kuzaliwa Yesu, ila alikuta majira ya Kaisari. Majira ya Kaisari ina maana ni majira ya mwaka wenye miezi 12 na tarehe 31, kwa sababu alipewa mamlaka ya kutawala akiwa Babeli, kwa sababu uumbaji ulikuwa tayari umeachana na Baba. Kwa hiyo leo ina maana mimi kwanza nikubali kwamba miaka nilionayo ni photocopy. Kwa hiyo leo mimi na wewe nimekubali ya kwamba maisha ya majira halisi, mwaka wa kweli uliobeba siku ya mwisho kwa ajili ya kusema kweli yote, ndio majira hii. Kwa hiyo uumbaji wote waliokuwa wamekaa kwenye maisha yako kwa ajili ya wewe kukuita mzee, wewe kukuita tayari umeharibika, wewe tena huna chochote, wewe ni retirement, hakuna kazi kama hiyo. Kwa hiyo ujue kabisa kwamba ile majira ya ibada ya watu wote ndio hii. Majira ya kiserikali itabaki kama kawaida kwa ajili ya mwaka, kwa sababu ya mfumo uliokuwepo, mpaka yeye mwenyewe atakuja kusema huko baadaye wakati tunaendelea. Lakini majira ya ibada ya kumwabudu Baba katika kweli yote tayari imetimia. Kwa hiyo leo sasa mimi kama nilikuwa na miaka ile 10, kwa hiyo na miaka 6. Kama na miaka 20, basi ina maana na miaka 12, kwa sababu ni extra ile fake na photocopy. Kwa hiyo tunakuja sasa kwenye uumbaji wote. Sasa hivi tuna miaka 2026. Sasa ukianza miaka 1000, ina maana kuna maongezeko ya miaka 400. Miaka 1000 mingine ni miaka 400. Kwa hiyo kuna extra fake years in the world, ni miaka 800 year photocopy. Kwa hiyo dunia hii imeelemewa, imejaa uzito hujapata kuona. Kwa hiyo ukitoa sasa, unabaki na majira ya miaka 1226. Huyo ndio dunia. Kwa hiyo hiyo photocopy sasa, walikuwa wanakaa pale roho chafu, wanakaa pale mafrimason, wanakaa pale maroho machafu, yanakupa uzito. Kwa hiyo tuone hapa alafu tumalize. Kwa hiyo dunia imebebeshwa miaka 800 ambayo ndio iliwekwa kwenye majira iliyokuwa ya Kaisari. Kwa hiyo utawala sasa wa Babeli juu ya nchi wa Ufunuo 18 ile 1 mpaka 23 tayari imetimia. Kwa hiyo Babeli na dunia na mambo yake wameanguka. Haya nasoma hapa kwenye Ufunuo, kwenye Yohana Isaya 24 ule mstari wa kwanza. Tazama, yeye ameifanya dunia kuwa tupu, aifanya ukiwa, aipindua na kuwatawanya wakao ndani yake. Na itakuwa kama ilivyo hali yake, hali ya watu, ndivyo itakavyokuwa hali ya kuhani. Kama ilivyo hali ya mtu mtumwa, ndivyo itakavyokuwa hali ya nabii. Kama ilivyo hali ya mjakazi, ndivyo itakavyokuwa hali. Mpaka sasa turejee huku, ibada zote zije kwenye mfumo wa yeye mwenyewe. Ndio ina maana nguvu ya toba sasa kwa ajili ya kurudi huku kwa Baba, kwamba kuanzia kwenye mkono tuwe na ile moja ambayo ndio siku yake ya mwisho kwa ajili ya huyu Adam aliyepoteza, kwa ajili ya kurejeshewa sasa miaka 930 na ile miaka 70 ya utumwa, aunganishe ile moja kutoka kwa Baba moja kuja ndani moja na kuja juu ya nchi. Dunia inaomboleza, inazimia, ulimwengu unazofika, unazimia, watu wakuu wa dunia wanazofika. Tena dunia imetiwa unajisi kwa watu wanaoikaa, kwa maana wameziashi sheria, wamebadili amri, wamelivunja agano la milele. Ndio sababu laana imeilia dunia, na hao wanaoikaa wameonekana kuwa na hatia. Ndivyo sababu watu wanaoikaa duniani wameteketea, watu waliosalia wakawa wachache tu. Divai mpya inaomboleza,
hawatakunywa divai tena pamoja na nyimbo. Kileo kitakuwa uchungu kwao wakinywao. Mji wa machafuko umebomolewa, kila nyumba imefungwa, asipate kuingia mtu, na furaha yao imetiwa giza, na changamko la nchi limetoweka. Ndani ya mji umebaki ukiwa. Toka pande za mwisho ya dunia tumesikia nyimbo, atukuzwe mwenye haki. Ndipo niliposema, kukonda kwangu, kukonda kwangu, ole wangu watenda hila. Wametenda hila, naam, watendao hila wametenda hila sana. Hofu na shimo na mtego vijuu ya mwenye kukaa duniani. Kwa sababu baada ya kuondoa huu mfumo, mwaka ukaanzia ndani kwa ajili ya ibada ya yeye. Ina maana huku moja na huku moja. Ina maana huu utawala wa ibada za kinabii, ibada za miujiza, ibada za ishara, ibada za sanamu, ibada zozote, ina maana zinaanguka. Ina maana yoyote aliyekuwa tegemeo juu ya nchi inaondoka. Kwa hiyo tunarudi kwenye majira ya siku ya mwisho. Dunia kuvunjika, imevunjika sana. Ina maana leo rasmi ile vazi tuliokuwa tumevalishwa la miaka feki, majira feki, maisha photocopy, imeangamia kabisa. Kwa hiyo tunavyoona sasa kwamba inabaki 1200, na 1200 ina maana ni siku 12, ina maana ni miaka 120. Ile Mwanzo 6 ule mstari wa 3. Je, kweli yote asema hivi, moyo wangu hautashindana na mwanadamu umilele, kwa kuwa yeye naye ni nyama, basi siku zake zitakuwa miaka 120. Kwa hiyo ile umri sasa uliokuwa umewekwa limit na yeye kwa ajili ya yale mambo mabaya juu ya nchi, kwa sababu tayari 2026 ukitoa miaka ile 800 photocopy unabaki na 1226. Majira imepatikana 26. Ina maana miaka 1200 ina maana inafutika. Tunaanza moja ya ibada ya yeye mwenyewe. Ile saa ya ibada nayo imeinuliwa, saa ya uponyaji imeinuliwa, saa ya kuinuliwa imeinuliwa, majira ya yeye kumshangilia. Ile uchawi, uganga, roho chafu, ufilimasoni na kila namna ya ubaya sasa hauna tena nafasi. Ina maana lile vazi la dunia limefutika kabisa ndani yetu, ndani yako, ndani ya wote wanaosikia na ndani wanaopokea. Kwa hiyo yeye ametukuzwa. Mimi na wewe leo rasmi tumevuliwa lile vazi, tumevuliwa miaka photocopy, tumevuliwa maisha photocopy, tumeyaelewa. Kwa hiyo leo kama una miaka 10 basi una miaka 6, kama una miaka 40 basi una miaka 24, kama una miaka 60 basi una miaka 36. Kwa hiyo ni kumshangilia Baba. Na dunia, aliyekuwa anaitwa dunia, naye ameanguka dunia. Kwa hiyo abarikiwe, atukuzwe aliyetuletea majira ya kweli, mwaka wa kweli. Tumevuliwa ile aibu na yeye mwenyewe ametubariki. Na wewe unayetazama umebarikiwa, na mimi nimebarikiwa, na familia zetu zimebarikiwa, na mataifa yetu yamebarikiwa, na taifa la Kenya limebarikiwa. Mheshimiwa naye rais na marais wote wamebarikiwa, wote wananchi wa aina zote, weupe, weusi, wamebarikiwa, wa mataifa yote wamebarikiwa, kwa sababu siku ya mwisho haina dini, haina imani, haina ya kwamba ni taifa fulani, haina ila sifa ya lile taifa lililotolewa, ile mfumo kuonekana. Kwa hiyo ndio limeinuliwa juu, na wote tayari tumepona kupitia ile nguvu ya mfumo wa yeye kuja juu ya nchi. Kwa hiyo mmebarikiwa. Karibuni tena wakati mwingine kwenye Kweli Yote TV, na mwenzako mpe hiyo linki ili na yeye ashuhudie, aone, asidanganywe. Vita ya siku ya mwisho imeisha, ndio iliyokuwa inapigana hapo Iran. Kwa hiyo tutafundishwa, tutaelekezwa, lakini sasa hivi ni sisi kuishi juu ya nchi na kubadili tabia.
basi tumebarikiwa.